Kuna nyakati ambazo mtoto hahitaji zawadi kubwa wala adhabu kali. Anahitaji mtu mzima anayethubutu kusimama mbele yake na kusema maneno yatakayounda maisha yake. Pale mwenyekiti wa shule anaposimama mbele ya wanafunzi kuzungumza kuhusu nidhamu, umuhimu wa kusali na kupinga aina zote za ukatili dhidi ya watoto, si hotuba ya kawaida, ni uwekezaji wa maisha ya kizazi kijacho. Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo utashuhudia jinsi maneno ya upendo, maadili na ulinzi wa watoto yanavyoweza kuwasha mwanga wa matumaini katika mioyo ya wanafunzi. Tazama video hii hadi mwisho kwa sababu kila mzazi, mwalimu na mlezi ana jukumu la kujenga watoto wanaoheshimu maadili, wanaomtegemea Mungu na wanaojua kuwa wana haki ya kuishi bila ukatili. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado utakuwa hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia na hata kwa jamii nzima. Karibu sasa tuanze tuone huyu mwenyekiti wa shule alivyokuwa akizungumza na hawa watoto. Karibu na tuanze. Sasa tunamsikiliza mwenyekiti. Tulia, tunamsikiliza nani? Msalimieni kwa sauti kubwa. Marhaba. Jambo. Kanenaro oye. Hebu wapigieni walimu wenu makofi. Mnajua kwa nini mnawapigia makofi? Mnajua ni kwa nini mko hapa? Wangapi wanajua ni kwa nini wako hapa? Wangapi wanajua kwa nini wako hapa shuleni? Nani anasoma ili akawe kibega wa kubeba magunia mtaani? Anyoshe kidole. Hakuna nimekuja hapa, mimi ni mwenyekiti wa shule hii ya Kanenaro, shule ya msingi. Lengo langu ni kuzungumza machache kabisa na nyinyi kama watoto wetu. Tunawapenda sana na tunapenda msome mpaka ndoto zenu zikatimie. Lakini jiji letu hili la Arusha limekuwa na matukio mengi ya kikatili, ya kinyama, ya kidhalilishaji, ya ubakaji kwa watoto. Kwa hivyo tunapenda kuwaelekeza watoto zaidi mbinu ambazo mnaweza mkajilinda nazo nyinyi wenyewe. Na nafikiri leo haitakuwa ni mara ya kwanza nyinyi kuelezwa mambo haya. Si ndio? Ndio. Nikisema awi, awa. Nikisema awa, awi. Kanenaro oye. Ukitoka hapa shuleni moja kwa moja unakwenda wapi? Nyumbani. Ni wangapi wanaopitia vichochoroni? Sasa kuna mambo tunataka kuwaelekeza kidogo kwa sababu ya muda ili mrudi kwenda kuendelea na vipindi vyenu. Ratiba ya unapoamka nyumbani kwenu ikoje? Wangapi wanaofanya ibada? Kwa wale Waislamu, wangapi wanaokwenda msikitini kuswali? Wewe na wewe hamjanyoosha mikono na mswali. Hii ni ishara ya tabia mbaya. Wangapi wanaosalimia? Walimu wenu wamenipa malalamiko sana kwamba hamsalimii, na mwalimu anapopita nyinyi mnapita pembeni au unapita mbele yake unakimbia. Wangapi hawasalimii? Wanyooshe mikono. Na siku ya Ijumaa huwa mnapewa ruhusa ya kwenda kuswali? Ndio. Kwa nini nakutana na nyinyi kule vichochoroni? Ni wangapi ambao hawaendi kuswali? Siku ya Ijumaa mwalimu mkuu anawapa ruhusa mkaswali. Msikiti ulioko karibu hapa ni huo hapa. Mnakwendaga kuswali? Ndio. Haya, na wale wa Kristo, siku ya Jumapili mnakwenda kanisani? Ndio. Kweli? Ndio.
Kuna wengine pale hawaitikii, na maana hamwendagi. Mkiamka, baada ya kujiandaa, mkiamka salimieni wazazi, salimieni watu wazima au walezi, salimieni walimu wenu. Lakini pia machache ninayotaka kuyasema ni kwamba mnapotoka nyumbani, hakikisheni mnapita njia za wazi, msipite njia za vichochoroni, sehemu zilizotengwa na zilizojificha, kwa ajili ya usalama wenu. Nyinyi ni wadogo, hamuwezi kujitetea pale mnapotaka kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Sawa sawa? Usikubali mtu yoyote kule mtaani akutume, kaniletee pombe, niletee bia, niletee sigara, kaniletee mirungi, kaniletee sijui bangi. Si wako wanaotumwa? Wiki iliyopita siku na vijana wa darasa la 6 niliwashika mimi. Niwataje nisiwataje? Leo na wasitiri, maana niliongea nao tayari. Sawa sawa? Nataka niwataje? Ndio. Kwani na nyinyi si mnafanyaga hivyo? Kwa sababu sijawashika, sio? Piteni njia za wazi, na unaposhawishiwa na zawadi yoyote na mtu ambaye humjui, pengine anakupa pesa, anakupa pipi, anataka kukupa lifti kwenye bodaboda yake, kwenye gari, kataa. Sema hapana. Rudia tena, hapana. Na ikitokea hivyo na huna namna tena, unalazimishwa, silaha yako ya kwanza ni kupiga kelele. Sawa? Unafanyaje? Unapiga kelele. Na kisha baada ya hapo toa taarifa kwa mzazi wako, kwa baba, mama au mlezi uliye naye ama mwalimu. Sawa sawa? Nyinyi ndio taifa la kesho. Lakini huku darasani mnafanya vizuri darasani? Au wewe kwenye wanafunzi 260 wewe ni wa 261? Si wapo wanaoshika nafasi hizo? Tunataka msome kwa bidii ili ndoto zenu ziweze kwenda kutimia. Na mkitoka hapa shuleni, wangapi wazazi wao wanauza baa, wana baa na grocery nyumbani? Wangapi? Usiogope, kama ipo wewe nyosha mkono. Hata kama mama anauza bangi, mirungi, nyosha tu mkono. Epukeni sana. Kama kuna wazazi ambao wana grocery na nyinyi watoto mko hapa, hakikisheni hamsogei kwenye lile eneo. Kule mtaambulia matusi, watu wazima wanapigana, wanatukanana na kudhalilishana. Sawa sawa? Sasa mimi nimalizie kwa sababu mnatakiwa kurudi darasani. Kuna mambo nataka muyakariri kwa pamoja hapa. Sawa sawa? Hebu semeni au fatisheni yale mimi nitakayoyasema. Mheshimiwa Diwani alishazungumza, mimi nafanya kukazia tu. Kuhusu mwili wako, usishikwe sehemu za siri au sehemu maalum kwenye mwili wako. Mnazifahamu? Sehemu ya kwanza ni wapi? Sema kwa sauti, wapi? Sehemu ya pili? Sema sehemu za siri. Onyesha sehemu za siri. Na sehemu ya tatu? Masalioni. Sawa? Sasa fatisheni maneno nitakayoyasema mimi. Sawa? Semeni, mwili wangu ni mwili wangu. Mwili wangu ni mwili wangu. Nina haki ya kuwa salama. Nina haki ya kuwa salama. Nitasema hapana. Nitasema hapana. Nitasema hapana. Nitasema hapana. Nitakimbia nikiona hatari. Nitakimbia nikiona hatari. Nitamwambia mtu mzima ninayemwamini. Nitamwambia mtu mzima ninayemwamini. Hayo myafanyie kazi. Ukiona hauna namna kabisa, kimbia. Umepiga kelele, umeshindikana, kimbia. Au nenda kamweleze mtu mzima unayemwamini. Sio kila mtu mzima ni wa kumweleza. Sawa sawa? Tunawapenda sana na asanteni sana. Makofi. Piga tena makofi kwa mwenyekiti.
Haya, kaa kwa utulivu sasa. Tulia kimya kabisa. Nidhamu njema hujengwa kwa mafunzo ya kila siku. Sala humjengea mtoto tumaini na kupinga ukatili ni wajibu wa kila mmoja wetu. Tukiwalea watoto katika mazingira ya upendo, heshima na usalama, tunajenga maadili yenye amani na viongozi bora wa kesho. Asante kwa kutazama video hii kupitia Moyo wa Malezi. Ikiwa umejifunza jambo, usisahau kupenda video hii, kuandika maoni yako, kuishiriki kwa wengine na kujisajili kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili tuendelee kujifunza pamoja namna bora ya kulea na kuwalinda watoto wetu. Kumbuka, mtoto anayelindwa na kupewa maadili leo ndiye tumaini la taifa la kesho. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutaenda kuona mkuu wa kituo cha polisi cha Ngarenaro akizungumza na watoto kuhusu heshima, kujitambua na maadili mema. Tukutane tena wakati mwingine. Asante.